tunaiingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano. Mimi natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli. Rafiki yangu na nampenda na mheshimu. He's my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli, mtoto wa Mama Samia, wa mwenyekiti wangu. Wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima. Mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano, ni kama ilivyokuwa kwa Mdude. Amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura, IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Hii itatusaidia sana. Nitoe mfano sasa. Narudi kweli kutoka sasa kwa mfano. Hawa wanaopotea. Nikupe mfano wanaotekwa na kupotea hawa. Ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Alafu sasa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua, hawezi kukishughulikia. Nakupa mfano. Sijasema ni hivyo, nielewe vizuri. Nakupa mfano. Kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha, mimi polisi. Toka ndani, si tunataka kuhoji tu. Umejitambulisha wewe ni polisi. Halafu huyu mtu anaokotwa, ametupwa. Sasa si umejiexpose mwenyewe? Sioni kama kuna chombo cha kweli cha Kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha au kikaenda kumtupa na kinamtupa huku kinamwambia sema asante Samia. I don't believe. Vyombo vyetu they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent, ila mimi nahisi ninavyoona kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi. Na kama vikundi hivyo ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa watu wa idara ya usalama taifa, wakifuatilia, tumekukamata, nyamaza, itabidi anyamaze. Asiponyamaza, nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia wakagundua sio sisi, ni kikundi fulani, wakikataa kunyamaza, nje ya kazi. Maana yake hatutakuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuu wa vyombo tuwalinde ili waweze kusimamia nchi yetu sawa sawa, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia. Akiletwa mwingine na yeye wasifukuzwe hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Utekaji unaondoka. Utaniuliza mimi, sasa utekaji unaondokaje? Siamini. Narudia tena, I don't believe it. Siamini kama watu wanaotoweka hawa eti vyombo vinakuwa havina taarifa kabisa 100%. Siamini. Na kama ndivyo hivyo kwamba vyombo havina taarifa kabisa, basi tunaishi kwenye nchi ambayo ni hatari. Lakini mimi siamini. Kama nilivyosema, vyombo vyetu ni very competent. Idara ya usalama wa taifa very competent. Polisi wetu wazuri. Jeshi letu la wananchi ni zuri. Lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo, halafu wakakumbana na wanasiasa sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais labda ana interest nalo, halafu mkuu wa chombo akasema, bwana, mheshimiwa rais, bwana, hii tuliache, anafukuzwa. Anaitwa mwingine, bwana, hili tuliache, anaondoka. Anafukuzwa mwingine. Wakifukuzwa 3, 4, 5, atakayekuja wa 6 au wa 5 atakubali. Kwa
Kwa hiyo nchi itaanza kwenda upande, na hili jambo ni ngumu kulizungumza, lakini lazima lizungumzwe. Kwa hiyo mimi nashauri mambo yafuatayo. Cha kwanza ambacho nashauri, nisikilizeni vizuri. Mimi kozi mnanijua mimi siongei mambo ya hovyo hovyo, na ndio maana sijawahi kuongea na media tangu nimekuwa mbunge, lakini nimeona tutapoteza nchi. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Ushauri wangu wa kwanza, ni kweli tubadilishe sheria yetu, iendelee kwamba wakuu wa vyombo, kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais. Lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi, lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliofanya? Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, unaona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais, kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake, na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais, na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, 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 ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana, na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DGIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa ondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo. Kwa mimi nashauri kwamba tuitengeneze sheria yetu, kwamba ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama mambo ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asije kuwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi siyasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asije kuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli. Asije kuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi. Tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi, na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawezi kuitetea nchi. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi,
hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu ukaambiwa ufanye kitu halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequences, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliyofika wenzenu? Yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona. Nitoe mfano mzuri. Mimi ni mtu wazi. Mimi nikiongea naongea. Wakati Rais John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa, DJIS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo. Na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka. Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale. Na wasema hawa kwa sababu hawa they are public figures, wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori. Na yeye kaenda hapo katikati hapo, na yeye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, na yeye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo. Ndio tuko naye. Sasa unaweza kujiuliza, ndani ya miaka mitatu hao wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake, wamekosea nini? Kwa lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena. For we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo vyenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi, vinasema hapana. Na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana akisema amezulika, hapana hana kazi, ubalozini anapotea. Kwa mimi ni ushauri wangu, tena wa muhimu kabisa. Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya. Kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena. Sisi ni polisi toka ndani. Halafu huyu mtu anakuja amkuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agata Atuhaile anasema, nimeona kwenye YouTube hata amevuliwa nguo zote. Halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo. Hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni. But I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo. Panapotokea kwa mfano kama nilivyosema niseme kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na walio chini yake ambao ni wateule wamepinga jambo ambalo wanaliona lina maslahi kwa nchi, si wanaondoka? Anakuja mwingine anapinga, naondoka. Anakuja mwingine anapinga, naondoka. Tutakuwa na idara za usalama ambazo sio stable. Lazima tuilinde nchi yetu. Na hawa kazi ya idara ya usalama wa taifa, kazi yao ni kukusanya taarifa na kumpa mlaji.